Karibu kwenye habari za ulimwengu. Mgawanyiko mkubwa umeanza kujitokeza ndani ya muunganiko wa kijeshi wa NATO kufuatia mvutano unaoendelea kati ya Marekani na Iran. Tofauti za kimtazamo zimeibuka wazi baada ya baadhi ya nchi wanachama wa NATO kuonyesha kutokuwa tayari kushiriki moja kwa moja katika vita hiyo, wakisema kuwa mgogoro huo hauhusiani moja kwa moja na usalama wa muunganiko huo. Miongoni mwa nchi zinazochukua msimamo huo ni Finland pamoja na Norway, ambazo zimeeleza wazi kuwa zitatuma majeshi yao kushiriki katika mapigano hayo. Kauli hizo zimezua mjadala mkubwa ndani ya NATO, huku baadhi ya viongozi wakionya kuwa mgawanyiko huo unaweza kudhoofisha umoja na nguvu ya muunganiko huo wa kijeshi. Kwa upande wake, Marekani imekuwa ikisisitiza umuhimu wa mshikamano ndani ya NATO, ikitaka wanachama wake kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na kile inachokiita tishio la kimataifa. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ya Ulaya yanaonekana kuwa na tahadhari zaidi, yakihofia kuwa kuingia moja kwa moja katika vita kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa usalama na uchumi wao. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa hali hii inaonyesha mabadiliko katika mienendo ya kisiasa ndani ya NATO, ambapo maslahi ya kitaifa yanaanza kupewa kipaumbele zaidi kuliko misimamo ya pamoja. Aidha, mgawanyiko huu unatoa nafasi kwa mataifa mengine yenye nguvu kama Russia na China kuimarisha ushawishi wao katika siasa za kimataifa. Katika hatua nyingine, baadhi ya nchi wanachama zimependekeza kuendelea kwa juhudi za kidiplomasia badala ya kuchukua hatua za kijeshi, zikisisitiza kuwa mazungumzo ndiyo njia pekee ya kuepuka kuenea kwa vita. Hali hii imeifanya NATO kuonekana kuwa katika kipindi kigumu cha maamuzi, ambapo inapaswa kusawazisha kati ya kulinda maslahi ya wanachama wake na kuepuka kuingia katika mgogoro mkubwa wa kimataifa. Kwa upande wa jumuiya ya kimataifa, mgawanyiko huu unaonekana kuwa ishara ya hatari, kwani unaweza kuathiri uwezo wa dunia kushughulikia migogoro mikubwa kwa umoja. Kwa ujumla, hali ndani ya NATO inaendelea kuwa ya tahadhari, na hatua zinazochukuliwa katika kipindi hiki zinaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa usalama wa kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.